Bwana Yesu asifiwe. Karibu katika ibada ya asubuhi ya Anza Siku na Bwana inayokuja kwako na Pastor Miamba. Na leo ninaenda kusoma katika kitabu cha Kumbukumbu la Torati sura 28 mstari wa 8. Biblia inasema Bwana ataiamuru baraka ije juu yako katika ghala zako na mambo yote utakayotia mkono wako, naye atakubarikia katika nchi akupayo Bwana Mungu wako. Tunaona Biblia inaeleza kwamba Bwana ataiamuru baraka ije juu yako katika ghala zako. Tunaona maandiko yanadhihirisha kwamba baraka hazitafutwi bali zinaamriwa zije. Kwa lugha nyingine, fedha haitafutwi bali inaamriwa na Bwana imwendee mtu fulani. Huu ni uthibitisho wa kimaandiko kwamba kumbe tunaamka asubuhi tunaenda kazini, tunaamka asubuhi tunaenda kwenye biashara zetu. Ukimuuliza mtu, kuna lugha kawaida kabisa wanasema tunaenda kutafuta fedha. Lakini kumbe kwa uthibitisho huu wa kimaandiko, fedha haiendi kutafutwa kule unakoenda kufanya biashara, bali fedha inatafutwa usoni mwa Bwana. Halafu ikipatikana usoni mwa Bwana, Bwana anaenda kuiamuru ikujilie. Anaiamuru ipite. Ije wapi? Kupitia biashara yako, kupitia sehemu uliyoajiriwa, kupitia kila kona ambayo anataka Mungu aipitishie ambako wewe unapita. Na ndio maana wengi wanaitafuta fedha na hawaipati, kwa sababu wanaitafuta mahali ambapo hakutakiwi kutafutiwa huko. Kwa hiyo tunapomwona Bwana anatubariki, ndipo tunaenda kutafuta hizo baraka zitatokezea kwenye kona gani. Endapo kama Bwana asipotubariki, ni ngumu sana kujua hizo baraka kama zitatoka, kwa sababu hakuna namna unaweza ukaenda kwenye kazi yako nzuri ukafanikiwa kwa ajili ya uzuri wa kazi yako. Hamna namna unaweza ukaenda kwenye biashara yako nzuri ukafanikiwa kwa ajili ya uzuri wa biashara yako, bali tunafanikiwa kwa ajili Bwana ameamuru hizo baraka zitujilie. Kwa tunapoenda kwenye biashara zetu, kwenye kazi za mikono yetu, tunapoenda mahali popote, tukiondoka na dhana hii, tutaenda tukitarajia kile Mungu alichosema atatupa. Tutaenda tutakitarajia kule, lakini hatutaenda kule kabla ya kukaa na Mungu na kuagana naye ya kwamba Mungu tunaondoka. Asubuhi ndio maana tunasema hivi, sikiliza ibada Anza Siku na Bwana, kwa sababu imebeba baraka za siku. Anayeachilia mkate wa kila siku ni nani? Ni Bwana. Haijalishi unaenda kila siku kwenye biashara yako, lakini atakayeachilia mkate kwenye hiyo biashara yako wa kila siku ni Bwana. Kwa ni lazima tuelewe ni nani kinachotangulia, ama ni nini kinachotangulia. Anayetangulia ni Bwana. Yeye ndio anayeleta baraka malangoni kwetu. Na ndio maana Biblia inasema inukeni enyi malango, mfalme wa utukufu apate kuingia. Aliyebeba baraka zetu anaziingiza baraka, anaziamuru baraka. Hizi baraka zinaamriwa zitujilie. Kwa tunapoenda mbele za Bwana na kumwambia Mungu, tunakushukuru kwa ajili ya siku ya leo, Bwana anapoibariki siku ya leo, anaziruhusu baraka zitujilie, anaruhusu baraka zitufuate, anaruhusu baraka zije kwenye mifumo ya maisha yetu. Kwa kama tutatangulia kabla ya Bwana kutubariki katika ulimwengu wa roho, maana yake ni nini? Maana yake tutaenda lakini hatutakutana na baraka. Lakini kama Bwana akitubariki, ikiwa Bwana ametubariki, tutaenda, tutakutana na kile Mungu alichotubariki. Kwa hiyo asubuhi ya leo tunapoenda mbele za Bwana, tumwambie Mungu, tunaondoka lakini tunahitaji baraka zako. Mungu, tunaondoka, tunahitaji neema yako. Tunaomba baraka ulioiamuru itujilie. Maana Biblia inasema Bwana utaiamuru baraka ije juu yetu katika ghala zetu, na mambo yote tutakayotia mkono katika kuyatenda utayabarikia katika nchi ambayo Bwana umetupa.
Maana yake nini? Leo mahali unaponisikia ni mahali ambapo Mungu Bwana amekupa. Mungu amekupa ukae hapo. Mungu amekupa ukae kwenye biashara hiyo. Mungu amekupa ukae kwenye kazi hiyo. Kukaa kwenye hiyo biashara sio kufanikiwa. Kukaa kwenye hiyo kazi sio kufanikiwa. Mafanikio ni mpaka Bwana aruhusu hizo baraka zije. Yani kuwa na bomba nyumbani kwako sio kutoka maji, mpaka maji yaruhusiwe yaanze kutembea kwenye zile bomba. Kuwa na nyaya za umeme sio kuwa na umeme, mpaka umeme uruhusiwe kule uwashwe ili umeme uanze kutembea. Ukijua hilo, wewe ni mshindi. Nataka tuende mbele za Bwana tumwambie Mungu tumejua. Tunaomba Bwana uamuru baraka. Ziamuru baraka zitujilie. Mahali tulipo amuru baraka zitujilie. Halafu nataka uangalie siku yako itakuwaje. Angalia ukiondoka na mtazamo huo kwa siku ya leo, siku itakuwaje? Namna Mungu atakavyoifanya siku yako, siku itakuwaje? Nataka tuende mbele za Bwana. Baba mtakatifu, katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti, Mungu aliye hai, ninakushukuru sana kwa ajili ya neema uliyoachilia asubuhi ya leo. Asubuhi ya leo nasema nasi ya kwamba baraka zimeamriwa zitujilie. Umesema hizo baraka utaziamuru zitujilie. Mungu aliye hai, mtoto wako anayenisikia anaondoka kwenda kufanya kazi asubuhi ya leo, anaondoka kwenda kwenye biashara yake. Mungu, ruhusu baraka zako zimwendee mtoto wako huyu. Ruhusu neema yako imfunike. Ruhusu mahali pale pale ambapo hapakuzaa matunda jana, leo pakazae. Mahali pale pale palipomkatisha tamaa jana, leo pakaonekane kuzaa. Mungu aliye hai, katika jina la Yesu, naenda kinyume na nguvu za giza na roho za kuzimu. Naenda kinyume na roho za giza zinazopigana na baraka zetu. Naenda kinyume na majeshi ya pepo wabaya katika ulimwengu wa roho yanayotembea kupigana na baraka zetu. Kwa jina la Yesu Kristo wa Nazareti, tutaenda na baraka zetu, tutazibeba baraka zetu, kwa maana zimeamriwa na we Bwana ya kwamba ziwe kwetu katika jina la Yesu. Nasi tunazipokea baraka ulizoziamuru leo. Tunaupokea mkate wa kila siku, na ule mkate wa leo tunaupokea kwa jina la Yesu. Tunapokea neema ulioiamuru itujilie. Tunaipokea hiyo neema leo katika jina la Yesu. Baba, ninakushukuru kwa maana hakuna mabaya ya adui yatakayofanikiwa kwenye afya zetu, kwenye biashara zetu, kwenye mahusiano yetu. Hakuna la adui litakalofanikiwa. Tunaliharibu leo katika jina la Yesu. Mipango yote ya Lucifer na malaika zake kinyume na maisha yetu, tunaiharibu hiyo mipango leo katika jina la Yesu. Mambo yote adui aliyoyaiba, ibada zilizoibiwa ndani ya mioyo yetu, shauku ya neno iliyoibiwa ndani ya mioyo yetu, shauku ya maombi iliyoibiwa ndani ya mioyo yetu, kwa jina la Yesu tunaiamuru irejee leo katika jina la Yesu. Tunaiamuru hiyo shauku ya mioyo yetu katika kutafuta Mungu aliye hai irejeshwe leo katika jina la Yesu. Chochote kilichoibiwa ambacho ni baraka zetu kirejeshwe leo katika jina la Yesu. Baba, asante kwa maana neema yako yatosha na mkono wako unaokoa uko pamoja nasi. Tunakushukuru kwa maana adui hatapata nafasi katika jina la Yesu. Baba, tunaomba nuru yako ituangazie leo. Kila kilichoibiwa kirejeshwe, kila kilichopotea kirejeshwe, kila kilichovamiwa kirejeshwe kwa jina la Yesu Kristo wa Nazareth. Uruhusu baraka zako Bwana, nasi tunatembea kwenye zile baraka zilizoamriwa kwetu siku ya leo. Ile milango iliyofunguka kwetu, milango ya nje ya nchi na ndani ya nchi, milango ya mashariki na magharibi, kaskazini na kusini, milango yote kalete baraka kwa watoto wako, ilete baraka kwetu katika jina la Yesu Kristo wa Nazareth. Mungu aliye hai, ninaomba ukamkemea lai mazao ya mashamba yetu. Ninaomba Roho Bwana, kila anayedanganya, roho chafu zidanganyazo zisipate nafasi kwenye maisha yetu. Baba, ninaomba nuru yako iendelee kutuangazia kwa jina la Yesu Kristo, na iwe nuru tukapate baraka zilizoamriwa siku ya leo. Baba, ninakushukuru. Sifa na heshima vyote ni vya kwako, ni katika jina la Yesu Kristo wa Nazareth, Mungu aliye hai. Amen, amen, amen. Mungu wangu akubariki sana. Uende na baraka za Bwana siku ya leo, ukazibebe na kuziteka baraka zote zilizoamriwa. Baraka zote zikaelekea kwenye gala zako, na mambo yote utakayotia mkono kuyafanya siku ya leo yakabarikiwe kwa jina la Yesu. Ninaziamuru katika ulimwengu wa roho, baraka hizo zinapokuja kwako, adui asipate nafasi kwa jina la Yesu. Adui asipate nafasi kuziiba katika jina la Yesu. Mungu wangu akubariki sana. Basi
utashika sadaka kuikamilisha ibada ya leo, kwamba baraka ziamliwe kwako, zikujilie mahali ulipo. Utaziachilia, zitaachiliwa hizo baraka, lakini pia utaachilia sadaka yako kuikamilisha ibada kwa ile lipa namba ya M-Pesa ambayo ni 577876 au namba za mawasiliano 0713842123 au 0744982517. Mungu wangu akubariki na uwe na siku njema. Amen.